mwisho wangu tuombe. Baba, katika jina la Yesu Mungu mwenye nguvu, Roho Mtakatifu, tunakwenda kushiriki mwili wako. Tunaomba Bwana Yesu ukalete uponyaji kwenye miili yetu. Robo shanda raba kanda rabo sika. Yesu mwenye uweza, wewe peke yako Bwana, tunaposhiriki kufa na kufufuka kwako kupitia mwili huu Bwana, ukalete uponyaji katika miili yetu katika jina la Yesu. Amen. Wa mzabibu ambayo inawakilisha damu yako. Tunakushukuru kwa damu yako ambayo imemwagika kwa ajili ya dhambi yetu. Na kushukuru kwa sababu umesema kwenye neno lako kwa kupigwa kwako tumeponywa. Ninaomba wakati sisi sote tunakunywa hii, naomba uwaponye watu ambao wana shida kiafya kama ulivyosema kwenye neno lako, na kwa kupigwa kwako tumeponywa. Tunakushukuru kwa fursa hii kushirika meza ya Bwana. Amina. Sasa tunataka kwenda kushiriki. Naomba wazee wa kanisa mje hapa na mkurugenzi wetu wa jimbo wa WWK pia utahusika hapa kwenye kugawa vikombe na mkate. Tafuna mkate. Unapotafuna mkate ndivyo mwili wa Yesu ulipopondwa na kudharauliwa pale msalabani. Akapigwa, akadharauliwa. Sasa chukua divai sasa. Kunywa divai sasa taratibu. Hiyo divai ni damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Ni damu ya Yesu iliyomwagika msalabani pale kuponywa magonjwa. Pale kuondolewa aibu. Pale kutolewa kwenye vifungo. Utolewa kwenye vifungo. Kwenye laana ya mikosi na wanao. Hiyo ndio damu ya Yesu inatoa uponyaji. Uponyaji katika maisha yako. Ni kama sheke, kama seke. Damu ya Yesu iliyomwagika kwa ajili yako. Damu ya Yesu iliyomwagika. Damu ya Yesu iliyotoka ubavuni mwake. Ubavuni mwake ilitoka damu. Upate kuponywa. Upate kuokolewa. Upate kufunguliwa kwenye vifungo. Tulikuwa kwenye vifungo. Yesu alikufa tufunguliwe. Yesu aliteswa tupate uponyaji. Sasa ninaachilia uponyaji wa kimungu juu yako.